Kwa mfano, tulipokuwa tukipokea ripoti ya Tume ya Uchunguzi wa Matukio ya tarehe 29 Oktoba, walisema kwamba labda uzoefu, mila na desturi zetu kwa Tanzania ni nchi ya amani tu, ni nchi ya usalama tu, na kwamba vikitokea vitisho hatuvipi uzito wake. Tunasema watatukuta asubuhi tunapiga mswaki hapo, wao wakija sisi tupo bwana. Unaona? Kwa hiyo ile ni uzoefu, ni mila zetu. Tanzania nchi sasa watafanya nini kikubwa? Lakini yaliyotokea yametupa funzo. Tulijaribiwa, lakini kwa dhati kabisa nishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Majaribio yale waliweza kuyaondoa kwa muda mfupi sana. Tulijaribiwa na yametupa mafunzo. Kwa tunataka kuona jeshi ambalo halidharau taarifa yoyote. Taarifa yoyote, kiashiria chochote cha hatari kinafanyiwa kazi kwa haraka sana. Na haya yatafanikiwa iwapo jeshi letu litakuwa na ushirikiano wa karibu kabisa na mawasiliano ya karibu kabisa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kubadilishana taarifa za viashiria vya hatari. Wito wangu kwa jeshi la polisi ni kujenga imani kwa jamii ili kutimiza ile dhamira aliyosema IGP wakati anazungumza maelezo yake pale, anatoa maelezo yake. Alisema jeshi la polisi lina dhamira ya kuhakikisha linakuwa karibu zaidi na wananchi katika kubaini, kukabiliana na kuzuia uhalifu kabla haujatokea, pamoja na kuwafikia na kuwahudumia wahanga kwa haraka zaidi. Sasa hili litawezekana kukiwa kuna ushirikiano wa karibu zaidi na wananchi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini. Niwasihi maofisa mnaohitimu leo kuendelea kujenga taswira njema ya jeshi la polisi. Mnaporejea katika vituo vyenu vya kazi au kokote kwingine mtakakopangiwa, tambueni kuwa mmeongezewa dhamana ya uongozi ndani ya jeshi letu. Uongozi huo hatutaupima kwa urembo wa mabegani mliowekewa leo asubuhi, hapana, bali kwa nidhamu, uadilifu, weledi na uwezo wa kusimamia matokeo na kudhihirisha mwelekeo sahihi wa ulinzi wa raia na mali zao. Hayo ndio tutawaheshimu nayo. Sasa ukitoka hapa ukienda kutamba na urembo uliovishwa asubuhi na IGP hapa, hatutakuona. Kwa hiyo tutakuona kwa kazi unayoifanya. Hapa nataka ninukuu tena maneno ya IGP kwamba uzalendo wa kweli ni kuwa tayari kulitumikia taifa lako mahali popote na wakati wowote unapohitajika, kuwa tayari kukesha wakati wananchi wengine wamelala. Na hapa mimi ni shahidi, vyombo vyetu vilikesha wakati wengine tulilala, au kama hatukulala tulijifungia ndani tukawa tunasikilizia, lakini vyombo vyetu vilikuwa vinakesha. Hawajali kula, hawajali nini, walikesha na kuhakikisha taifa liko salama. Kwa huu ndio mwelekeo, lakini vile vile kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa na kulitumikia taifa kwa uadilifu hata pale ambapo hupongezwi. Unaweza ufanye kazi yako vizuri tu na atokee watu wawaseme vibaya, hawa wapongezi. Tusivunjike moyo. Ndio kazi tuliopewa, ndio kazi ambayo Mungu ametuchagulia. Twende mbele, chapa kazi, linda taifa lako hata kama hukupongezwa. Nendeni mkasimamie na kulinda heshima ya jeshi la polisi. Msiruhusu rushwa, uzembe na matumizi mabaya ya madaraka kuharibu kazi kubwa inayofanywa na jeshi hili. Kama nilivyosema, vyeo mlivyopata leo ni nyenzo wa kuongeza uwajibikaji na si kuongeza umbali kati yenu na askari walio chini yenu au kujenga kiburi kwa wananchi mnaowahudumia. Vyeo ni dhamana, mmeongezewa dhamana,
mmeongezewa majukumu, nendeni katekelezeni. Ndugu zangu, swala la kulinda usalama wa raia na mali zao ni nguzo muhimu ya maendeleo kwa taifa letu. Bila shaka mtakubaliana nami kwamba kazi ya polisi haiwezi kutazamwa kama kazi nyingine ya kawaida. Ni kazi inayohitaji nidhamu, uadilifu, umakini na uelewa mpana wa sheria, mila na desturi na mipango ya maendeleo ya nchi yetu. Aidha, ni muhimu pia kuwa na uelewa mpana wa mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa, yani World Economic Order and Geopolitics, yanayotokea huko duniani. Hivyo ni matumaini yangu kwamba mafunzo yaliyotolewa yameangaza maeneo yote hayo na yatawasaidia wahitimu katika kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kuleta tija kwa taifa letu. Kifungu cha 265(1) cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili, kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao, mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea. Kwa hiyo nisisitize eneo hili na niseme mfumo huu ukitumika vizuri utasaidia kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, Jeshi la Polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa Jeshi la Polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama, kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji. Hatua hizi ni lazima ziendelee kupimwa kwa matokeo yafuatayo. Tusiseme tu tunachukua hatua, lakini lazima tuone matokeo. Moja, ni namna Jeshi la Polisi linavyotumia rasilimali zinazotolewa kuimarisha masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, yaani kujenga uwezo wa kiutendaji, capacity building, ikiwemo mafunzo na maeneo kadhaa ambayo IGP aliyaeleza hapa, kwenye maeneo ya kisheria na uwezo wa kwenye medani. Tunapozungumza na uwezo wa kwenye medani ni pale mnapokuwa mbali ya medani, mnapokuwa kwenye mafunzo, lakini pale mnapokuwa kwenye nyanja za kazi zenu. Tumezoea huko nyuma kuona askari wakisimamisha magari na wakifanya mambo ambayo hayakubaliki. Sasa hizo ndio nyanja za medani. Mwende mkarekebishe hayo
yale tunayoyaona viklipu vinavyorushwa visirushwe. Askari wetu, msimame kwenye mambo yenu. Lakini pia mkuu wa chuo ametaja maeneo mengi ambayo mafunzo yenu yamepitia, na ni imani yangu kwamba mtakwenda kurekebisha hayo na tuwe na jeshi ambalo limesimama kwenye mstari sawa sawa. Eneo la pili la matokeo, tuone namna jeshi la polisi linavyofuata miiko na kuepuka mambo yanayokatazwa katika kutekeleza kazi zao, na hivyo kuongeza ufanisi na kukuza tija kufikia malengo ya kiutendaji yanayokusudiwa, yani effectiveness ya jeshi la polisi tukaione mule mnamokwenda kufanya kazi kwenye nyanja zenu za medani. Jambo la tatu, tunataka kuona namna jeshi la polisi linavyojenga imani yake kwa wananchi, sekta binafsi na jumuiya ya kimataifa iliyopo nchini. Hapa tunazungumzia legitimacy ya jeshi la polisi, kukubalika kwake. Likuwa naangalia klipu moja inazungumza kukubalika kwa majeshi ya polisi ya nchi mbalimbali ya Afrika, na wakawa wanatoa asilimia ya kukubalika kwao. Nchi iliyofanya vizuri zaidi ina asilimia 25 ya kukubalika kwake, na maswali yalikuwa kama unapata shida, imani yako ni kiasi gani kukimbilia jeshi la polisi ili ukasaidiwe. Kwa nchi iliyofanya vizuri kabisa, jawabu, wasailiwa walipata asilimia 25. Kwetu Tanzania ilikuwa ni asilimia 12, kwamba wananchi wanapopata shida atakimbilia kituo cha polisi ili akapate msaada, ni asilimia 12. Sasa wengine hatujui watakwenda wapi. Hizi ni taarifa ambazo hatuwezi kuzibeza IGP. Ni taarifa ambazo tuangalie tofauti, gaps ziko wapi? Kwa nini wananchi wanajibu hivi? Gaps ziko wapi? Turekebishe. Lakini kama nilivyosema, vyema na vizuri zaidi ni kuwashirikisha wananchi, hasa kwenye ile suala la polisi jamii. Wananchi wenyewe wasimamie usalama wao na waamini kwamba jeshi la polisi ni sehemu na kimbilio la shida zao.